sasa kumwabudu katika roho na kweli. Karibuni nyote katika ibada yetu ya siku ya leo, ibada ya kukumbuka kuzaliwa kwake Yesu Kristo miaka 2000 iliyopita. Ibada takatifu. Tuianze katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Yesu ashuka atuokoe. Furahini, furahini wa Kristo. Yesu ashuka atuokoe. Furahini, furahini wa Kristo. Tusikie zaburi yetu ya leo, Zaburi ya 116 mstari wa kwanza mpaka ule wa 5. Zaburi yetu ya leo ni Zaburi ya 116 mstari wa kwanza mpaka ule wa 5. Na niombe wazee wa kanisa tatusaidia watu wasibanane huku viti viko wazi na huku viko wazi na mbele viko wazi. 116 mstari wa kwanza mpaka ule wa 5 tutasoma kwa kupokezana. Haleluya. Nampenda Bwana kwa kuwa ananisikiliza sauti yangu na dua zangu. Kamba za mauti zilinizunguka, shida za kuzimu zilinipata, naliona taabu na huzuni. Mstari wa 5 pamoja. Bwana ni mwenye neema na haki, na Mungu wetu ni mwenye rehema. Amen. Tuombe. Tunakutukuza Mungu wetu mtakatifu, Baba yetu wa mbinguni, wewe ambao umekuja kuwa mwokozi wa ulimwengu, kuwa msaada kwetu na faraja yetu ya maisha yetu. Tunanyenyekea mbele za uso wako na kujikabidhi mikononi mwako katika ibada hii ya kuadhimisha na kukumbuka kuzaliwa kwako kwa ajili ya maisha yetu. Tunaomba Bwana uwepo wako na nguvu zako nyingi zikatufunike, ukatuhudumie katika ibada hii kupitia huduma zote ambazo zitafanyika, na utusaidie tuweze kuabudu katika roho na kweli. Na tunakuomba kwa unyenyekevu ufungue mioyo yetu iweze kupokea mahubiri ya neno lako, ili tuweze kutubu dhambi zetu, kuamini katika Yesu Kristo kama mwokozi wetu pekee, na tupate kukua katika neema na utakatifu. Utusikie kwa ajili yake. Amen. Bwana Mungu wetu yupo hapa, yupo pamoja nasi. Tumsujudie, tumche, tumsikie jinsi anavyotufundisha katika neno lake. Nasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote, na kwa nguvu zako zote, na mpende jirani yako kama nafsi yako. Msaada wetu ni katika jina la Bwana. Ndugu zangu wapendwa, tumekusanyika mbele za uso wa Mungu kumtukuza kwa ajili ya neema yake na uaminifu wake, kusikia neno lake takatifu na kuomba huishe roho na miili yetu, kwa kuwa Mungu ni mtakatifu na sisi tu wenye dhambi. Hivyo basi na tumuungamie Mungu dhambi zetu katika roho ya toba na imani, tukimwomba msamaha wa dhambi zetu. Kwa huruma nikubali Yesu hivi nilivyo, niwe mali yako Bwana Mwokozi mtakatifu. Tuungame tukisema: Mungu Mwenyezi, Baba wa rehema, mimi niliye maskini na dhaifu na kuzaliwa katika hali ya dhambi, naungama mbele zako dhambi zangu zote nilizozifanya kwa kuwaza, kwa kunena
na kwa kutenda nimekukasirisha mara kwa mara, nikastahili adhabu yako hapa duniani na hata milele. Lakini najutia dhambi zangu na kutubu kweli, na kusihi kwa rehema yako iliyokuu unihurumie na kuniokoa. Mimi ndiye maskini na mwenye dhambi. Bwana, unisamehe dhambi zangu zote, unipe nguvu ya Roho Mtakatifu wako, nishike mwenendo mpya. Amen. Mungu mwenyezi na mwenye rehema amekuhurumia, akamtoa mwana wake wa pekee akufie msalabani. Nami kwa mamlaka neno la Mungu na kwa agizo la Bwana wetu Yesu Kristo ninakutangazia kuwa Mungu kwa neema yake amekusamehe dhambi zako zote, katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Kwa natafuta raha Bwana, nitaona kwako tu. Nibariki, unilinde, nilitotoa. Katika vitabu vyetu kurasa wa 280, antifoni na zaburi yetu ya leo, ukurasa wa 280. Wale waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti, nuru imewaangaza. Tumepewa mtoto mwanaume, mwimbieni Bwana wimbo mpya. Mkono wa kuume wake mwenyewe Bwana ameufunua wokovu wake. Amezikumbuka rehema zake. Miisho yote ya dunia imeuona. Shangilieni Bwana nchi yote, inueni sauti. Kwa panda na sauti ya baragumu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Hata milele na milele. Wale waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti, nuru imewaangaza. Maana kwa ajili tu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, na uweza wa kifalme utakuwa bega. Tumwombe Bwana katika amani. Bwana, tunakuomba amani ya ulimwengu wote na umoja wa kanisa la Mungu.
E Bwana, tunaombea wote wanaingia nyumbani mwako, wanaokuabudu na kukusifu. E Mungu, tusaidie, utuokoe, utuhurumie na kutuhifadhi kwa neema yako. Utukufu ni wa Mungu juu mbinguni, duniani kwa watu walio. Wimbo namba 14. Wimbo namba 14, beti 2 za kwanza. Siku ya furaha, siku ya uzima, aliyozaliwa Yesu. Tulipotea, Yesu akaja. Furahini, furahi wa Kristo. Tulipotea, Yesu akaja. Furahini, furahi Kristo. Siku ya furaha, siku ya uzima, aliyozaliwa Yesu. Yesu ashuka atuokoe. Furahini, furahi wa Kristo. Yesu uka atuokoe. Furahini, furahi. Bwana akae nanyi. Leo ni siku ya kuzaliwa kwa Mwokozi Yesu Kristo, yani Krismasi. Aya siku inasema, kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, na uweza wa kifalme uko mabegani mwake. Tuombe. Mwenyezi Mungu, siku hii ya kukumbuka kuzaliwa kwa Yesu Kristo mwana wako, twakushukuru kwa ajili ya nuru mpya iliyoangaza na neno aliyefanyika mwili. Utujalie tung'ae katika matendo yetu yote kama nuru hiyo ambayo imeanza kumulika katika mioyo yetu, kwa Yesu Kristo mwana wako, aishie na kutawala pamoja nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu daima milele na milele. Amen. Tusikilize masomo yetu ya leo ya siku kuu hii ya Krismasi ya kukumbuka kuzaliwa kwa Yesu Kristo, na somo letu la kwanza linapatikana katika Injili iliyoandikwa na Luka mtakatifu, sura ile ya 2 mstari wa 15 mpaka ule wa 20. Injili iliyoandikwa na Luka mtakatifu, mlango ule wa 2 mstari wa 15 hadi ule wa 20. Karibu msomaji. Tasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Ikawa malaika hao walipoondoka kwenda zao mbinguni, wale wachungaji waliambiana, haya na twendeni mpaka Bethlehemu tukalione hilo lililofanyika alilotujulisha Bwana. Wakaenda kwa haraka, wakamkuta Mariamu na Yusufu na yule mtoto mchanga amelala holeni. Walipomwona wakatoa habari walioambiwa juu ya huyo mtoto. Wote waliosikia wakastaajabu kwa hayo walioambiwa na wachungaji. Lakini Mariamu akayaweka maneno hayo yote akayafikiri moyoni mwake. Wale wachungaji wakarudi huku wakimtukuza Mungu na kumsifu
kwa mambo yote waliyosikia na kuyaona kama walivyoambiwa. Na hili ndilo neno la Mungu. Tusikie tena somo la pili kutoka kitabu cha nabii Isaya sura ya 9 mstari wa 6 hadi ule wa 7. Nabii Isaya sura ya 9 mstari wa 6 hadi ule wa 7. Karibu msomaji. Nami nitasoma kwa msaada wa Bwana. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. Naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Maongeo ya enzi yake na amani hayatakuwa na mwisho kamwe. Katika kiti cha enzi cha Daudi na ufalme wake, kuthibitisha na kutegemeza kwa hukumu na kwa haki, tangu sasa na hata milele. Wivu wa Bwana wa majeshi ndio utakaotenda hayo. Amen. Na hili ndio neno la Mungu. Wakristo wote tutaungana na Wakristo ulimwenguni mote kukiri imani yetu ya Kikristo, na katika ibada hii tutakiri imani ya Nikea, ukurasa wa 257 katika vitabu vyetu vya ibada. Imani ya Nikea 257 ukurasa, na tukiri tukisema: Twamwamini Mungu mmoja, Baba mwenyezi, muumba wa mbingu na nchi na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Twamwamini Bwana mmoja, Yesu Kristo, mwana wa zali wa Baba, yu Mungu kutoka Mungu, yu nuru kutoka kweli, mwana wa zali asiyeumbwa, mwenye uungu mmoja na Baba. Kwa yeye huyu vitu vyote viliumbwa, aliyeshuka kutoka mbinguni kwa ajili yetu wanadamu na kwa wokovu wetu, akatoa mwili kwa uweza wa Roho Mtakatifu katika Bikira Mariamu, akawa mwanadamu, akasulubiwa kwa ajili yetu zamani za Ponto Pilato, aliteswa, afa, akazikwa, siku ya tatu akafuka kama yanenavyo maandiko matakatifu, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Baba, naye atakuja tena kwa utukufu kuwahukumu walio hai na wafu, na ufalme wake hauna mwisho. Twamwamini Roho Mtakatifu, Bwana mtoa uzima, atokaye katika Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Tuamini kanisa moja takatifu la Kikristo la ulimwengu wote na la kimitume. Twakiri ubatizo mmoja kwa ondoleo la dhambi. Twatazamia kufufuliwa kwa wafu na uzima wa ulimwengu ujao. Amen. Kaeni washarika. Bwana amezaliwa. Haleluya. Mwokozi amezaliwa. Vigelegele kama vina mashaka. Haleluya. Haleluya. Tumshangilie Bwana sasa na kumtukuza kwa makofi mengi mengi na ya kutosha. Amen. Niwakumbushe tena, viti viko huku upande wangu wa kulia viko wazi na vya mkono wa kushoto viko wazi, lakini huku mbele viti viko wazi. Kwa hiyo hakuna sababu ya kubanana wakati kuna viti viko wazi. Niwakumbushe matoleo yetu ya leo. Tutakuwa na matoleo sehemu 3. Kwanza tutakuwa na shukrani mbalimbali kwa wale waliojiandaa, ambazo ni shukrani ya fungu la 10 kwa wale waliojiandaa, sadaka za siri na nazili, shukrani ya pekee kwa wale waliojiandaa. Kwa hiyo tutakuwa na nafasi hizo, lakini pia tutakuwa na shukrani ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo, ambayo itatolewa kwa bahasha, na wazee wa kanisa mtaendelea kugawa hizo bahasha ya shukrani ya kuzaliwa. Lakini tutakuwa na 3 ni sadaka ya mwisho, ambayo ni sikukuu njema kwa watumishi wetu wa usharika, kama utaratibu wetu ulivyo. Najua tunatamani wakati mwingine kuwakaribisha, lakini
hawawezi wakaja kwenye kila eneo. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo badala yake sisi tutafanya hapa, tutawakaribisha kwa njia ya sadaka zetu sikukuu njema kwa watumishi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo niombe ni sadaka 3 tu. Shukrani mbalimbali, Krismasi, shukrani ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo na Krismasi njema au sikukuu njema kwa watumishi. Basi wakati tunajiandaa kwa shukrani mbalimbali kwa wale waliojiandaa, tutamtukuza na kumsifu Mungu wetu kwa wimbo 389. Neno la Mungu linalotuongoza katika shukrani zetu mbalimbali siku ya leo. Neno la Mungu kutoka Zaburi mlango ule wa 118. Tutasoma mstari wa kwanza na wa pili. Zaburi mlango ule wa 118, mstari ule wa kwanza na wa pili. Nami nitasoma msaada wa Roho Mtakatifu. Haleluya! Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Israeli naseme sasa ya kwamba fadhili za Bwana ni za milele. Na tuombe. Mungu wetu, Baba yetu wa mbinguni, Bwana wa Bwana wetu Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai, tunasogea mbele zako Bwana Yesu saa hii na wakati huu. Tunaleta mioyo yetu mbele ya madhabahu yako Bwana Yesu. Mungu, tunakuletea sadaka zetu. Baba, utubarikie, utuonekanie. Linda watoto wako Bwana Yesu, siku ya leo watakutolea katika roho na kweli. Wataleta sehemu yao, fungu la 10, wataleta alibuko, wataleta sadaka za naziri, wataleta shukrani ya pekee, shukrani ya wiki. Mungu, wabariki watoto wako, walinde, watunze. Usimwache hata moja, usimpungukie. Bwana Yesu, ukamjalie neema na baraka. Wewe tu unatosha. Wewe ni mtenda miujiza, wewe ni mtenda maajabu. Wabariki watoto wako hawa. Wabariki, walinde, watunze. Maana amesema katika maandiko yako ya kwamba mtabarikiwa mjini, mtabarikiwa na mashambani. Kweli Bwana Yesu, watoto wako wape baraka na neema. Walinde, watunze Bwana Yesu. Unapoziangalia baraka zako Bwana ziwe pamoja nao. Maana vyote tulivyo navyo ni mali yako Yesu. Bariki baba yule, mbariki mama yule, bariki binti yule, mbariki kijana wetu yule. Bariki watoto wetu wa kike na wa kiume, kubwa kwa wadogo. Mungu, walioingia nyumbani mwako siku ya leo wanakuja kushukuru Mungu kwa matendo makuu. Mungu, kaonekane katikati yao. Fanika msaada, fanika utakaso Bwana. Na waweka mikononi mwako Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Nami namnyamazisha adui alaya nafaka zao. Ninamkemea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti na kwa damu yake thamani Bwana. Mungu, wabariki watoto wako. Walinde Bwana Yesu. Wewe shetani usikie, una fungu lolote wala sehemu yoyote juu ya siku ya leo. Watoto wako wanapokuja madhabahuni pako kuja kumshukuru Mungu wao, Mungu onekana katikati yao. Baba, wabarikie, ukabariki, kawalinde, ukabariki kazi zao, ukabariki biashara zao, ukabariki mashamba yao, ukabariki mifugo yao Bwana, ukabariki hata maduka yao. Mungu walinde, watunze, wapiganie, watetee. Ubariki na vyombo vyao vya usafirishaji Bwana Yesu, endelea kujifunua katikati yao. Tenda miujiza Bwana, fanika baraka, fanika utakaso hata sasa. Tunajikabidhi mikononi mwako Mungu. Ukambariki baba yule, ukamlinde, ukamtunze. Ukambariki na mama yule, ukambariki binti yule. Ukambariki vijana wetu, maana wanakutolea katika roho na kweli. Wanatoa kwa moyo wa kupenda, kwa moyo wa hiari, kwa moyo wa furaha. Tena Bwana Yesu, wanakutolea vitu vyao vya thamani. Mungu, wajalie neema na baraka. Na siku ya leo naweka mikononi mwako. Nawafunika kwa damu yake thamani Bwana. Damu yako Yesu Kristo iliyomwagika pale msalabani, pale Golgotha. Damu ya utakaso Bwana. Tukikumbuka hata siku ya leo, kumbukumbu ya kuzaliwa kwako Yesu Kristo, miaka mingi iliyokwisha kupita. Uzaliwe ndani ya mioyo yetu Bwana. Uendelee kutenda miujiza, endelee kufanika baraka, endelee kufanika utakaso Yesu. Asante kwa sadaka ambazo watoto wako watakutolea asubuhi ya leo. Yesu Kristo, nakusihi, napoenda kutolea sadaka hizi Baba, tunahitaji tuanze na wewe na tuweze kumaliza pamoja na wewe. Ni katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Pokeeni baraka za Bwana. Bwana Mungu akubariki, akulinde. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake, akupe amani yake. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Kaeni. Lakini pia tutakapokuwa tukiendelea na kuwaita makundi kwa wale ambao wanahitaji kukamilisha ahadi zao mbalimbali kwenye bahasha zetu ya ahadi, jengo na utumishi, bado unaweza ukatumia bahasha yako vizuri na tutakupa nafasi hapa.
Niwakaribishe wale wanaomshukuru Mungu kwa sadaka ya fungu la 10. Karibuni hapa mbele wale waliojiandaa kwa shukrani hiyo, lakini pia mpate nafasi ya kumshukuru Mungu. Sadaka za siri na naziri, karibuni. Utukufu, heshima, shukrani, pokea Bwana, pokea. Utukufu, heshima, shukrani, pokea Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake akupe amani. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Karibu mshukuru Bwana, uenende kwa amani. Niwakaribishe wenye shukrani za pekee waliojiandaa kwa shukrani ya pekee. Shukrani ya wiki tutatoa leo kwa sababu wiki haijaisha, lakini shukrani ya pekee, kama kuna shukrani nyingine ambayo umejiandaa nayo, basi karibu ukangane na wale wenye shukrani ya pekee. Karibuni shukrani ya pekee. Maana ni zako Bwana, Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake akupe amani. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Shukuruni Bwana, muenende kwa amani yake. Amen. Maana ni zako Bwana, pokea. Maana ni zako Bwana, maana ni zako Bwana, pokea. Maana ni zako Bwana, chukua. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ni washukuru praise. Naomba sasa mpate pumzike kwa dakika chache. Karibishe kwaya kuu kwa wimbo moja. Wakati kwaya kuu wakiimba, tutafanya mambo mawili. Jambo la kwanza, tutakuwa na sadaka ya bahasha zetu. Wale waliojiandaa kukamilisha ahadi zao mbalimbali kwenye bahasha zetu, ahadi, jengo, utumishi, dayosisi, utumishi, usharika, basi wakati kwaya kuu wakiimba, tutakuwa tukitoa kwa wale waliojiandaa. Mara baada ya bahasha zetu, basi itakuwa ni watoto watatoa sadaka, na watoto tutashiriki nao katika ibada hii. Kwa hiyo niombe uandae watoto, muandae mtoto uliye naye, mpe bahasha na sadaka yake, na ni vizuri pia na wao wapate nafasi ya kumshukuru Mungu katika ibada hii, na ninatamani wawe na bahasha pia. Bwana asifiwe sana. Tuwafundishe na wao kutumia bahasha. Kwa hiyo kama mtoto hakupata bahasha ya shukrani ya Krismasi, apewe pia, na yeye ndiyo sehemu yake ya shukrani ya Krismasi. Mpe na sadaka, aweke kwenye bahasha,
Halafu baada ya bahasha zetu ahadi, jengo na utumishi, watoto watatoa sadaka yao ya shukrani ya Krismasi. Karibuni kwaya kuu. Karibu wimbo wa pili, wakati watoto wanaleta shukrani yao ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo, wakiungana na washirika wengine duniani kumshukuru Mungu kwa shukrani hiyo ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Karibu kwaya tena kwa wimbo. Wimbo
Asanteni wanakwaya, tuongeze makofi kwa ajili yao. Mungu awabariki sana. Bwana Yesu apewe sifa. Katika ibada hii tunamshukuru Mungu, tuko na baba yetu mratibu wa ofisi ya msaidizi wa askofu Mchungaji Odras Gyunda. Karibu sana katika jimbo la Magharibi na usharika wa Agape ili ushiriki nasi katika ibada hii ya leo. Atakuwa mnenaji wetu wa neno, lakini na kuna nafasi ambayo tutampa, atawapa salamu, atawasalimia na kuleta pengine salamu na matangazo ya dayosisi. Niwaombe sasa tusimame kwa pamoja, tumsifu, tumshangilie na kumtukuza Mungu wetu tukiongozwa na praise, na tumsifu Bwana ambaye ametupa heshima ya kusifika siku hii ya leo. Vigelegele kwa Yesu. Waliotendewa na Bwana Yesu nisikie vigelegele vya shangwe. Kama umetendewa na Emmanuel nisikie vigelegele vya shangwe tena. Ongeza tena makofi na vigelegele kwa Bwana.
Haleluya, haleluya. Wimbo namba 30 kwa ajili ya neno, tukiwa katika hali ya kusimama sasa. Wimbo namba 30. Pige mbio wachungaji, pige mbio wote, chukue wa uzuri wote, twakubembeleza kweli wewe mtoto lala. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Amen. Tumepewa neno la Mungu kutoka kitabu kile cha nabii Isaya sura ile ya 9 mstari wa 6 mpaka ule wa 7. Neno la Mungu kutoka kitabu cha nabii Isaya sura ya 9 mstari wa 6 mpaka ule wa 7. Neno la Mungu linasema hivi: maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Maongeo ya enzi yake na amani hayatakuwa na mwisho kamwe katika kiti cha enzi cha Daudi, na ufalme wake kuuthibitisha na kuutengemeza kwa hukumu na kwa haki, tangu sasa na hata milele. Wivu wa Bwana wa majeshi ndio utakaotenda hayo. Amen. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, Baba mtakatifu, tunakushukuru Mungu kwa ajili ya matendo yako makuu unaotutendea sisi kila paitwapo leo. Asante kwa ajili ya muujiza mkubwa ulioutenda katika dunia hii ya wewe kushuka kama mwanadamu na kuishi nasi katika maisha haya, na unalithibitisha hilo kupitia kuzaliwa kwake Yesu Kristo, ambaye amekuja kutupatanisha sisi na wewe. Asante kwa ajili ya nuru hii ambayo imekuja kupitia Yesu Kristo, na siku ya leo tunapoenda kutafakari neno lako, useme na maisha yetu, useme na mioyo yetu, ukatugange, ukatutie moyo na kutushauri ili tuweze kukaa katika kweli yako. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Kaeni. Katika somo hili ambalo tumelisoma, tunaiona ahadi ya Mungu juu ya nuru na kuzaliwa kwa mfalme wa amani, yani Masihi. Katika kitabu hiki cha Isaya sura hii ya 9 inakuja baada ya giza kubwa lililoelezwa katika sura ya 7 na ya 8 ya kitabu hiki cha Isaya. Katika giza linaloelezwa kule ni taifa la Israeli na Yuda lipo katika hofu, dhambi, uvamizi wa Waashuru na hukumu ambayo iliwakuta wakati huo. Mataifa anayoyasema yalikuwa katika giza la kisiasa, uvamizi wa kijeshi, walikuwa katika giza la kiroho, kwa sababu wakati mwacha Mungu wakafata miungu yao.
makabila ya Zabuloni pamoja na Naftali yaliangamizwa na taifa la Ashuru, wakateketezwa kabisa. Na maeneo haya yanayotajwa ni kaskazini mwa Israeli, yalikuwa ndio ya kwanza kabisa kuvamiwa na giza ili kuingia katikati yao. Lakini pia ni eneo hili ambalo limekuwa la kwanza pia kupokea ahadi ya nuru ambayo Mungu anaileta katikati ya wanadamu na katikati ya taifa la Israeli. Nuru hiyo inayosemwa si nuru ya muda mfupi, si ya kitambo kifupi, ni nuru ya muda mrefu itakayodumu milele na milele. Katika sura hii ya 9, Isaya anazungumzia juu ya mwisho wa fedheha, kudharauliwa, kuteswa na kuhangaishwa na kuondolewa heshima. Na kitabu hiki kinaleta matumaini kabisa ya kuonyesha mwanzo wa heshima iliyokuwa imepotea. Yeye aliyekuwa katika dhiki sasa analetewa ahadi ya kwamba achangamke, kwa sababu ukombozi upo karibu, kwa sababu furaha iliyopotea ipo karibu kurejeshwa. Nuru imetokea gizani. Wale waliokuwa wamekwenda katika giza la dhambi, anaileta furaha hiyo ili watu waweze kutambua juu ya uwepo wake. Furaha hii inayosemwa hapa si furaha ya kisiasa, si furaha ya kawaida ya maisha ya kawaida kama watu wanaweza kufikiri. Ni furaha ya ukombozi, furaha inayotoka ndani ya mioyo ya watu, ambayo inaletwa na Mungu mwenyewe kupitia Masihi wake aliyetabiriwa. Wokovu wa Mungu unaleta furaha ya ndani, si furaha ya kitambo inayosababishwa na vitu vya kawaida vya hapa duniani, lakini wokovu wa Mungu unaleta furaha ya ndani. Kwa hiyo sisi leo hii tuipokee na tuiadhimishe sherehe za Krismasi kwa furaha ya ndani iliyobeba ukombozi na ushindi katika maisha yetu. Katika mistari michache tuliyosoma ya kitabu hiki cha Isaya sura ya 9 mstari wa 6 na wa 7, anaeleza vizuri kwamba tumepewa mtoto mwanamume na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kumebeba ubinadamu. Neno amefanyika mwili kupitia Bikira Mariamu aliyebeba mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu, kama tunavyosoma katika vitabu vya Luka na Injili zinaeleza wazi kwamba Yusufu alimposa Mariamu, lakini kabla hawajakutana kimwili, Mariamu anaonekana yeye ni mjamzito, na Yusufu akapanga kumkimbia kwa siri kwa sababu ya mambo aliyoyaona yasiyokuwa ya kawaida, kwamba mtu ambaye hajawahi kukaribiana kimwili lakini sasa ni mjamzito anataka kukimbia. Ndipo malaika anapomwambia usiogope wala usimkimbie, kwa sababu mimba aliyonayo ameibeba kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Na hapa ndipo inapotuthibitishia kwamba huyu alikuwa ni Mungu kweli na alikuwa mwanadamu kweli, kwa sababu tu ya mazingira yake na taratibu zilizotumika ya kuzaliwa kwake. Lakini kusudi lake la kuzaliwa kwake hapa duniani ni kuleta ukombozi, kuleta upatanisho kati ya Mungu na mwanadamu uliopotea lilipotokea anguko pale bustani ya Edeni. Huyu Masihi ni Mungu kweli na ni mwanadamu kweli, na hayo yamethibitishwa kuwa
Yeye katika kuzaliwa kwake ilionyesha dhahiri kwamba huyu alikuwa ni Mungu kweli na alikuwa mwanadamu kweli, ili aweze kujifananisha na sisi katika hatua za kutuokoa. Neno la Mungu ambalo tumesoma limesema tumepewa mtoto mwanamume. Huyu anayezaliwa ni zawadi inayotoka kwa Mungu, maana katikati yetu sisi hakuna aliyeiomba hii zawadi. Ni Mungu anaitoa zawadi hii kwa wanadamu. Ukisoma Injili ya Yohana sura ya 3 mstari wa 16, anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima milele. Yesu anatolewa kama zawadi kwetu kwa ajili ya kuja kutupatanisha sisi na Mungu pale uhusiano wetu uliopotea kati ya Mungu na mwanadamu. Na kwa kuwa yeye ametoka kwa Mungu, kwa kweli ni kipawa kutoka kwa Mungu. Yeye amebeba mpango kamili, kwa sababu kuzaliwa kwake hakukuja kwa bahati mbaya. Ilikuwa ni mpango ambao Mungu aliuandaa kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu. Huyu Masihi anayezaliwa, kwa kweli kimsingi huyu mtoto ni zaidi ya mwanadamu, maana yeye ni wa milele, hana mwisho, hana ukomo, kwa sababu yeye alikuwepo hata kabla ya kuumbwa kwa misingi ya dunia. Unaposoma Injili ya Yohana sura ile ya 1 mstari wa 1, anasema hapo mwanzo kulikuwepo neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Tena akasema pasipo huyo hakuna kilichofanyika. Kwa hiyo huyu anayezaliwa si mtoto wa kawaida, kwa sababu yeye ni wa milele, hana mwanzo wala hana mwisho, hana ukomo. Yeye alikuwepo, tena yeye yupo katika Utatu Mtakatifu, lakini pia yeye ni Mungu pamoja nasi, yuko pamoja nasi hata milele na milele. Huyu aliyezaliwa na tumepewa kuwa ni mwanadamu, lakini pia amezaliwa kama Mungu kweli katika maisha haya ya kumkomboa mwanadamu. Tena anasema na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake. Huyu amebeba wajibu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo anayetabiriwa na anayezaliwa kwetu amebeba wajibu, tena amebeba wajibu wa kifalme, amebeba mamlaka, amebeba uweza, na ufalme wake si ufalme ule wa kawaida wa hapa duniani. Kwa lugha ya Kiingereza wanasema yeye amebeba servant leadership, ufalme wa kitumishi au ufalme wa utumwa. Tofauti ya huyu mfalme tunayemzungumza katika neno au katika maandiko matakatifu na wafalme wengine wa dunia hii ni kubwa sana. Kwa nini? Kwa sababu wakati wafalme wa dunia hii wanazungukwa na watumwa na watumishi, kama tunavyoona katika tamaduni zetu na taratibu zetu za dunia hii, mtu yeyote anapochaguliwa na kupewa mamlaka, hasa katika serikali, katika utawala wa dunia hii, tunaona mazingira yake, anavyolindwa, kula kwake, msafara wake, haendi kwenye mazingira ambayo hayaeleweki, na ikienda mpaka watumwa wapelelezi na mambo mengine yawekwe sawa, ndipo huyo mtawala au huyo mfalme aweze kwenda. Lakini Yesu hakuwa mfalme wa namna hiyo. Yeye amebeba utumwa na utumishi. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiyo maana anasema yeye hakuja kutumikiwa, bali yeye alikuja kutumika na kutoa nafsi yake kwa ajili ya fidia ya wengi. Yeye hakuja kutumikiwa, ila yeye alikuja kutumika.
Viongozi wengi sana kama nilivyosema wa nyakati hizi, wanapopewa nafasi wanatumia mamlaka zao kujijengea himaya, lakini Yesu anatumia mamlaka yake kuwasaidia watu, kuganga mioyo ya watu, kuwaponya watu, kuwashauri, lakini zaidi sana kwa ajili ya kuelekeza katika njia sahihi na kuwaonya ili waweze kurudi katika njia za kweli. Mfalme huyu anayezaliwa katika somo ambalo tumesoma, mstari wa 6 amesema tumepewa mtoto mwanamume na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Maana yake ni nini? Maana yake Masihi huyu, majina yake yamebeba tabia na kazi ambazo anakuja kuzifanya hapa duniani. Anaposema mshauri wa ajabu, huyu Masihi amebeba hekima ya kimungu, sio hekima ya kibinadamu, amebeba hekima ya kimungu. Yeye ana uwezo, ana mamlaka na ana hekima ya kumaliza changamoto za wanadamu zinazoikabili dunia hii. Yeye anaweza kumaliza changamoto zetu. Masihi huyu anayekuja, yeye yupo tayari kukabiliana na magumu yetu na kuyaondoa kabisa, wala hawezi kutuacha na magumu hayo. Yeye yupo tayari kuyaondoa yale magumu. Ndugu zangu, mshauri huyu wa ajabu akusaidie wewe unaposherehekea Krismasi hii, akusaidie kukabiliana na changamoto zako za kimaisha, changamoto katika ndoa, katika familia, changamoto za watoto, changamoto za kiuchumi, changamoto za kisiasa na mambo mengine mengi yanayowakabili wanadamu. Yeye anasema atakuwa mshauri wa ajabu, anaweza kuondoa changamoto hizo. Upo wakati tumekatishwa tamaa kwa sababu ya mazingira tunayopitia katika dunia hii, ila yeye anakuja kwa ajili ya kukabiliana na hizo changamoto, kutusaidia sisi katika dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yeye ni Mungu mwenye nguvu. Huyu Masihi si mtu wa kawaida. Hata kama amefanyika mwili, lakini amebeba asili ya uungu. Ni mwanadamu kweli na ni Mungu kweli, kwa sababu yeye yupo katika utatu ule mtakatifu unaosemwa. Lakini pia yeye ni Baba wa milele. Yesu ni mlinzi, ni mshauri, ni mlezi. Yeye ni chanzo cha uzima, ni chanzo cha mafanikio yetu, kwa sababu yeye amekuwepo tangu kale, tangu uumbaji, hata kabla ya uumbaji yeye amekuwepo. Ni Baba wa milele, hana ukomo wala hana mwisho. Yeye yupo tu, na amesema katika Injili ya Mathayo, nitakuwa pamoja na ninyi hata ukamilifu wa dahari. Masihi huyu anayezaliwa ni mfalme wa amani, kama alivyosema kwenye kitabu cha Isaya. Yeye analeta amani, na amani si kukosekana kwa vita tu, kama vile vita vya Ashuru, vita vya mataifa mbalimbali kama tunavyosikia, vita katika mataifa ya Israeli, Marekani, Korea na Palestina na mataifa mengine ambayo tunaona vita vikiendelea. Yeye anasema haleti amani hiyo tu, anasema amani aletayo yeye sio ya ulimwengu huu, kama anavyosema katika Injili ya Yohana sura ya 14 mstari wa 27. Ndugu zangu, ulimwengu huu unatafuta amani kwa kutumia silaha, kwa kutumia mitutu, kutumia bunduki, kutumia mabomu. Ulimwengu saa nyingine unatafuta amani kwa maridhiano, na saa nyingine maridhiano ya kinafiki yasiyokuwa na tija ndani yake, ila yeye analeta amani ya kweli, na anasema amani niletayo mimi
si kama ulimwengu utoavyo. Yeye analeta amani ndani ya mioyo yetu, ndani ya maisha yetu, ili Mungu aweze kujitwalia utukufu katikati ya maisha haya. Yeye analeta amani kati ya Mungu na mwanadamu, analeta furaha katika maisha ya mwanadamu. Ndugu zangu, Emanueli ni Mungu pamoja nasi. Tunapozungumza habari ya siku ya Christmas, tunazungumza kukumbuka kuzaliwa kwake Yesu Kristo, lakini kwamba Christmas ni tangazo la kuja kwa nuru. Baada ya kuwa giza limetanda katika dunia hii, giza limetanda kwenye mioyo ya watu, kwenye maisha ya watu, Mungu analeta nuru kupitia Yesu Kristo, ili kuja kuliondoa hilo giza ambalo limetanda katika mioyo yetu, ambalo limetanda katika maisha ya watu. Kila kukicha leo hawaioni nuru, hawaoni njia. Yeye analeta tangazo la kuileta nuru inayokuja kuangaza mioyo ya watu, kuangaza ndoa zetu, kuangaza familia zetu, kuiangazia dunia nuru, ili ikapate kumjua Mungu na kukomesha mambo yasiyofaa, kukomesha mambo yasiyostahili ambayo yamekuwa chukizo mbele za Mungu. Yeye analeta nuru ili watu waione hiyo nuru, na wakijua hiyo nuru wanaweza kukaa katika kweli ya Mungu. Ndugu zangu, tangazo hili linaletwa, au Yesu Kristo anayezaliwa kwa kweli anakuja katika dunia iliyojaa dhambi. Wanadamu wamependa dhambi zaidi kuliko kumpenda Mungu. Maasi yanaongezeka, mambo ya aibu na ya ajabu yanaendelea kuwa tishio katika dunia hii. Yesu anakuja ili kuwaonyesha watu kweli ilivyo, kuachana na mambo hayo ambayo watu wanaona kuwa ni ya kawaida. Leo hii dunia ipo katika dhambi kubwa. Watu sasa wanaona mambo kama ushoga ni sehemu ya maisha, sehemu ya kujifurahisha. Watu wanaona usagaji kuwa ni sehemu ya kawaida, sehemu ya furaha ya kwao, na mambo mengine mengi ambayo tunayaona katika dunia hii. Yesu anakuja kutukumbusha kwamba hilo ni giza, tunatakiwa kumwamini yeye ili hayo mambo yasiendelee kutokea katika dunia hii. Yesu anazaliwa na anakuja katika dunia ambayo watu wamejaa hofu. Vijana wamejaa hofu, wanawake kwa wanaume wamejaa hofu, wenye ajira na wasiokuwa na ajira wamejaa hofu, wafanyabiashara na wafanyakazi wote wamejawa na hofu, walio kwenye siasa na wasiokuwa kwenye siasa wote wamejawa na hofu. Watu anaamka, anatembea, hana uhakika na hana tumaini la kuimaliza hiyo siku kama itaimaliza salama. Dunia imejaa hofu, kila mahali kumejaa hofu. Yesu Kristo anayekuja, anayezaliwa katika maisha yetu, yeye anaondoa hofu. Bwana Yesu asifiwe. Yeye anaondoa hizo hofu, analeta amani, analeta furaha, analeta urejesho katika maisha yetu, na kutukumbusha sisi kumwangalia Mungu katika maisha haya. Ndugu zangu, dunia ikiwa katika hofu, yeye analeta amani na kuwafanya watu wawe na furaha, wawe na tumaini jipya kwa kumwangalia Yesu Kristo. Yesu Kristo huyu Masihi anakuja katika dunia hii ambayo dunia imekosa hofu. Watu wanaimba nyimbo za amani kuliko kuimba haki. Haki hakuna, kuanzia kwenye familia, watoto hawatendewi haki, mama hatendewi haki, baba hatendewi haki. Kule kwenye maeneo ya kazi zetu ndio kabisa, wafanyakazi walio chini hawatendewi haki. Tukienda kwenye siasa na kwingineko kote, watu hawatendei haki. Kwa hiyo dunia imekosa haki. Kila mahali watu wanakokwenda wanalilia haki. Na sasa umekuwepo wimbo ambao unaimbwa hata katika siasa, watu wanaimba amani zaidi kuliko kuimba haki.
Amani inakuja tu kama watu wamepokea haki. Amani inakuja tu kama watu wametendewa haki. Kila mmoja amewajibika ipasavyo kwenye nafasi yake, ndipo watu wanapoiona haki wanaweza kuiona amani. Na ndugu zangu, hii ni kanuni ya kwamba hakuna mahali ambapo watu watakuwa na amani kama wajaiona haki. Hakuna mahali ambapo watu watakuwa na furaha kama wajatendewa haki. Watu wakitendewa haki, mengine yatakuja tu hata kama hatujayahubiri wala hatujayasema, lakini wakitendewa haki, watu watakuwa na amani, watu watakuwa na furaha, watu wataendelea kulitumikia taifa na watu wataendelea kumtukuza Mungu. Yesu anakuja ili kukumbusha ulimwengu, kuwakumbusha watawala kwamba yeye mfalme wa amani, yeye amebeba haki na kweli. Tumtegemee yeye katika maisha yetu. Ndugu zangu, tunapozungumza habari ya kutenda haki, naomba niseme kidogo hapa. Niwahi kusema mahali fulani kwamba sisi tuliopo hapa ni Wakristo kweli, tena ni Waluteri, lakini sisi kuwa Waluteri haiondoi utanzania wetu. Mama yetu atabaki kuwa Tanzania na baba yetu atabaki kuwa Tanzania. Bibi yetu na mjomba na shangazi na babu anabaki kuwa Tanzania. Hakuna Tanzania mbili, Tanzania iko moja tu. Na ili Tanzania iendelee kuwa baki moja, haki inatakiwa itendeke. Na mimi natoa wito, kila mmoja wetu kwa nafasi yake, awe baba au mama kwenye familia, au mimi mchungaji kwenye usharika wangu, ninavyoishi na watumishi wenzangu, kwenye vikundi vyetu, kwenye jamii, kwenye kijiji, watu waliopewa mamlaka ya kuongoza kwa ngazi zote katika tawala zetu, watende haki. Bwana Yesu asifiwe. Watu watendewe haki. Wale wanaosema ukweli wasikilizwe badala ya kuletewa vitisho. Wale wanaohubiri ukweli wasikilizwe katika ukweli wao huo, ulisaidie taifa kwenda mbele badala ya kuzungukwa na vitisho katika dunia hii. Ndugu zangu, vitisho havitatusaidia, vitisho havitatupeleka mbele, wala vitisho havitatuletea maridhiano. Kitakachotuletea maridhiano ya kweli ni kutenda haki. Bwana Yesu asifiwe. Ni kutenda haki tu. Na unajua kutenda haki lazima tuseme ukweli, na kusema ukweli saa nyingine ukweli ni mchungu na ukweli unaumiza, lakini Biblia inasema tukisema kweli, kweli itatuweka huru. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tutende haki. Kwa hiyo Mungu anakuja. Mungu alipoiona dunia imejaa giza, hakukimbia lile giza. Mungu anaingia mwenyewe kwenda kukabiliana na hilo giza, kwenda kuliondoa hilo giza. Na mimi nawasihi ndugu zangu, sisi tumtegemee Mungu, tumwangalie Mungu katika maisha yako. Mambo mapya yazaliwe kwenye ndoa yako, mambo mapya yazaliwe katika taifa letu na katika kanisa la Mungu, ili watu waendelee kumwona Mungu katikati ya maisha yao. Mungu atusaidie na Mungu atutie nguvu na kutuimarisha katika maisha haya, katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa sababu umesema nasi kupitia neno lako, ukitukumbusha kukaa katika kweli yako. Kristo uliyetabiriwa na ukazaliwa, uzaliwe leo katika maisha yetu, uzaliwe katika taifa letu, uzaliwe katika mioyo yetu, na wewe ukafanyike kuwa nuru ya kweli, ukaondoe giza kwenye fahamu zetu, ukatoe giza katika mioyo yetu na katika familia zetu. Nuru yako iangaze, na hiyo nuru ikiangaza, tutaishi kwa amani na kwa furaha na kwa kupendana, ili uendelee kutukuzwa. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen.
nataka nimjue Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wamebarikiwa na ujumbe wa siku hii ya leo? Ongeza makofi na vigelegele kwa ajili ya Bwana. Hii tumepikiwa chakula ya Krismasi nzuri, na Mungu akubariki sana kwa mchungaji kwa neno la uzima ambalo umelitoa kwa ajili yetu. Tulipokee kwa mazito matatu. Ubarikiwe na Bwana. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Tumekwenda kumalizia matoleo mawili, na toleo tunalokwenda kutoa sasa kwanza ni shukrani ya Christmas, kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Jumamosi iliyopita kwenye tafakari yetu ya neno la jumuiya, somo la jumuiya, tulikumbushwa kwamba Krismasi sio kula na kunywa, bali ni amani, haki na furaha katika Roho Mtakatifu. Kisoma Warumi 14 mstari wa 17, anasema maana ufalme wa Mungu sio kula wala kunywa, bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Kwa furaha yetu ya siku hii ya leo si kwenye mavazi wala kula na wala kustarehe. Furaha yetu ni katika kumshukuru Mungu na kumtukuza Mungu na kumwazimisha Bwana. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo tunapokwenda kumshukuru Mungu kwa shukrani hii, hebu weka sadaka kweli ya kumwazimisha na kumshukuru Mungu, kwa sababu hata ukienda kula na kunywa, kama Mungu hana nafasi, Yesu ambaye leo tunafurahi kwamba amezaliwa kwa ajili yetu, kama hana nafasi kwenye maisha yako, uko kula na kunywa hakuna maana yoyote, na uko kustarehe hakuna maana yoyote. Maana kula na kunywa vinaishia hapa duniani, lakini sadaka yako utakayoitoa inasimama mbele za Mungu kuwa ukumbusho kabisa. Kwa hiyo nikusihi sana, tafakari kwa nini upo mpaka leo, na utafakari ni nini unakifanya kwa ajili ya Bwana, yeye ambaye amekupa heshima na neema ya kuwepo katika siku hii ya leo. Na unapofurahi, unaposhangilia, unashangilia na kufurahi katika Roho Mtakatifu kama anavyosema Warumi 14:17, au unafurahi na kushangilia kwa sababu ni mzima, unataka ukale na kunywa na kustarehe. Tumia nafasi hii kuonyesha upendo wako na unyenyekevu kwa Mungu. Bwana apewe sifa. Bwana asifiwe. Kama huna bahasha ya shukrani ya Krismasi, nyosha mkono, wazee wa kanisa watakufikia. Lakini pia ukipewa bahasha, usikunje kunje. Sasa kuna wengine wanavikunja kunja, sijaelewa kwamba ukikunja inaleta ni au inasaidia ni. Weka tu sadaka yako vizuri. Bwana apewe sifa. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Kama hujapata bahasha, nyosha mkono wako tukupe bahasha. Lakini ukiipata, weka sadaka shukrani ya kweli kwa Mungu aliyekupa heshima na neema ya kuwepo hapa. Hiyo furaha ulionayo ni Mungu aliyekupatia hiyo neema. Kwa hiyo unaweza ukaenda ukafurahi sana, ukaweka historia duniani, lakini kama una historia kwa Mungu inakusaidia nini? Weka sadaka inayomfurahisha na kumpendeza Mungu. Najua tumeandaa mambo mengi, lakini nataka nikwambie hayo mambo kama hayana nafasi, Mungu hana nafasi kwenye hivyo vinywaji, kwenye hicho chakula,
kwenye hizo furaha ulizoziandaa ni kama unakula sumu na kujiua mwenyewe taratibu. Kwa hiyo weka sadaka ambayo inampa Mungu nafasi ya kusimama pamoja na wewe hata katika sherehe na mambo mengine, lakini akushauri hata namna ya kusherekea pia unapotoka hapa. Bwana apewe sifa. Kwaya kuu, karibuni tunapojiandaa sasa kwa ajili ya kumshukuru Mungu. Na baada ya shukrani hii ya Krismasi, tutakuwa na Krismasi njema kwa watumishi. Wewe ambao ulikuwa unawaza sasa, mchungaji nitamwitaje, sijui katibu au palisweka au mwinjilisti au mtumishi yeyote wa usharika, haya mpe tu hapa. Bwana asifiwe. Maana yake hataweza kuwa na kazi ya kuzunguka kwa huyu kesho hapa, akitoka hapa sasa weka hapa, halafu wao watajua wanasherekeaje pamoja na wewe. Kwa hiyo baada ya shukrani ya Krismasi, ni Krismasi njema kwa watumishi wetu wa usharika wote ambao wanatumika katika usharika wetu, ili tushiriki pamoja nao, tufurahi pamoja nao. Lakini pia tukitoka, nenda kafurahi pia pamoja na marafiki na wahitaji wengine. Unaweza ukapata baraka zaidi kuliko kwenda kula na kunywa na kufurahi kwa mambo ya kidunia. Karibuni kwaya kuu, mtuongoze, mshukuru Mungu, halafu mtuletee nyimbo wakati sisi tunamshukuru Mungu. Zawadi gani mimi nitamtolea Bwana? Yatakuwa
Asanteni. Asanteni kwa yaku, Mungu awabariki sana. Salamu Yesu Bwanangu. Ndiyo heshima ya Mungu mwenye neema na rehema, umemtoa mwanao pekee Yesu Kristo afe kwa ajili ya dhambi zetu, ili tupate kuhesabiwa haki na kuwa shiriki wa Roho Mtakatifu. Tunakuomba uyapokee matoleo haya, tutolea sasa na miili na roho zetu kwa dhabihu iliyo hai ya kupendeza na takatifu machoni pako, kwa Yesu Kristo mwana wako na Bwana wetu. Amen. Nimrudishie Bwana nini? Nitakipokea kikombe cha wokovu. Bwana, hakika mimi ni mtumishi wako. Nitakutolea dhabihu yako. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje. Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Tupe leo riziki yetu. Tusamehe makosa yetu kama sisi nasi tulikosea. Usirutie majaribuni, lakini tuokoe kutoka ovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu na hata milele. Bwana akae nanyi. Tumhimidi Bwana. Pokeeni baraka za Bwana ni nyote mnaomtegemea na kumtumikia. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake akupe amani. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. 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 Matendo yangu yoyote uyatengeneze Yesu, uniongoze popote nitakapokuwa leo.
Ee Baba, usikie kuomba kwetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa tena. Tunamshukuru Mungu wetu ambaye ametutunza katika ibada hii, lakini tunamshukuru sana pia kwa baraka kubwa za mvua. Mvua jamani, si ni baraka? Kwa hiyo mshangilie Bwana kwamba sikukuu imekuwa ni ya baraka sana. Tunamshukuru sana Mungu kwa ajili ya hilo. Na zamani zile wazee wanasema sikukuu ikikosa mvua huo mwaka ni mbaya sana, lakini sasa tumepata mvua za kutosha. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana kwamba ni dalili za baraka katika mwaka. Lakini kwa sikukuu hii ya leo ni wakaribishe wageni wote ambao wameshiriki nasi katika ibada hii, wageni wote ambao mko katikati yetu mlioshiriki nasi katika ibada hii. Tafadhali tunaomba msimame mahali mlipo ili tumweze kutusalimia, na mtatusalimia tu kwa kutupungia mikono hapo mlipo. Karibuni wageni. Hatuna wageni, basi tumtukuze. Tunaye mmoja. Karibu sana, Mungu akubariki. Na mara baada ya ibada, karibu ofisi ya usharika kwa ajili ya kusaini kitabu cha wageni, lakini pia taratibu za kiofisi pale zitakuwepo na utaelekezwa. Tumpokee mgeni wetu kwa makofi mazito matatu. Barikiwe na Bwana Yesu aliye hai, na tunawakaribisha sana. Lakini jambo la pili, kesho tutakuwa na ibada hapa. Ibada itakuwa ni moja, na ibada ile itaanza saa 1 kamili, na tutakuwa pia na huduma mbalimbali za kichungaji ambazo zimeandaliwa. Kwa tunawaomba kama katibu alivyotangaza Jumapili, naomba usifike kwa kukariri kwamba pengine ubatizo au kupokelewa au kurudishwa kundini kunafanyikaga mwishoni. Bwana asifiwe. Hakuna desturi hiyo. Anayeongoza ibada ndiyo mwenye utaratibu wa huduma zinakuwaje. Tunaweza tukafungua ibada tukaanza na huduma za kichungaji alafu mengine akafuata. Kwa hiyo ukikuta tumemaliza hivyo. Kwa hiyo niwaombe tuzingatie muda, na ibada yetu ni moja na tunawakaribisha wote. Lakini pia Jumapili tutakuwa na ibada 2 kama kawaida. Ibada ya kwanza na ibada ya pili itaanza saa 3 kamili asubuhi, na ambayo itakuwa na tendo la kumstaafisha mchungaji mwenza wa usharika wetu, mchungaji Nakembetwa, baba yetu ambaye tumekuwa naye kwa miaka kama 6 hivi. Kwa tutakuwa na ibada hiyo, na tutakuwa na wageni wengi kwa kutoka ndani ya jimbo letu, lakini nje ya jimbo kwa maana ya diocese yetu, na wageni wengine mbalimbali. Kwa niwaombe sasa, sisi ndio wenyeji, tupokee wageni na tuwahudumie. Bwana Yesu asifiwe. Usione mtu anashangaa anapata shida, wewe mwenyeji wa hapa upo, muelekeze, msaidie, mhudumie kila anachokihitaji. Kama kiko nje ya uwezo wako, wazee wa kanisa wapo, na wazee wa kanisa kikiwa nje ya uwezo wao, kuna viongozi wa usharika. Kwa hiyo tunawakaribisha katika ibada hiyo ya pili ambayo itakuwa na tendo hilo. Na niombe tena kusisitiza vikundi, dala na jumuiya zetu na sisi mmoja mmoja kuandaa zawadi au mkono wa pongezi kwa baba yetu na kwa mchungaji wetu, kila moja kwa namna Mungu alivyokubariki. Tumtie moyo. Safari ya utumishi huwa sio nyepesi kama wengine wanavyofikiri. Bwana Yesu asifiwe. Huko nje huwa mnafikiri kwamba nyie mna majaribu makubwa sana kuliko watumishi, lakini ukweli ni kwamba watumishi ndio wana majaribu makubwa sana kuliko hata huko nje. Kwa hiyo mtu akifikia hatua ya kumaliza mwendo wa utumishi vizuri, ule ambao aliweka naziri, tunamshukuru Mungu sana. Na kwa hiyo shukrani zetu kwa ajili hiyo ni pamoja na kumvika taji ya duniani wakati anaisubiri ile ya mbinguni. Taji yetu ni zile
baraka, maneno mazuri, zawadi na vitu vingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo niwakaribishe katika ibada hiyo ya Jumapili, lakini tutakuwa na ibada hizo mbili. Ya kwanza itakuwepo tu, lakini ya pili ndio ambayo itahusika zaidi na tendo la kumwaga. Kwa hiyo zawadi zote na vikundi ambao mtakuwa mmejiandaa